Othman Ali Maulidi, mkuu wa wilaya ya Kusini Unguja. Tupo hapa na timu ya katibu baraza la sanaa pamoja na timu yake. Jana majira ya saa 9:30 nilipigwa simu na afisa utamaduni ndugu Michande kwamba kuna watu wanapiga ngoma kinyume na utaratibu, lakini kwa kushirikiana na jeshi la polisi hata kufika saa 10:30 vijana hawa walichukuliwa na jumla ya watu 40 tuliwakamata, wakiwemo wanaume 6 na wanawake 34. Lakini kubwa tumezungumza na hawa vijana, lakini na mwenye hii shughuli kwanza amekiri kwamba anafanya shughuli, hana kibali chochote, lakini pia ma DJ nao walikiri kwamba huo mziki ambao unapigwa ulikiuka mila na desturi zetu, kwa sababu wachezaji ngoma walikuwa wanacheza karibu nusu uchi na wengine walikuwa karibu tunasema wako uchi kabisa, na ilifika wakati wa usiku nasikia taa zilizimwa ili wapate kufanya haya mambo yao. Kwa hiyo tumewaonya na tunawasa na watu wengine wote waache tabia hii ya kufanya vitendo kama hivi. Lakini pia tumefika katika eneo hili baada ya kutoka kituo cha polisi kule na kumaliza na wahusika kuja kumfuata mmiliki wa hili eneo, lakini kwa bahati hajampata, lakini maagizo yangu, maagizo sheha, mmiliki aje ofisini pamoja na mama mwenye shughuli kwa maelezo zaidi. Niwaombe sana wananchi wote wa wilaya Kusini na nje ya wilaya Kusini wajue tu kwamba Kusini njema atakayeaje, lakini vigezo na masharti vifuatwe. Baada kusema hayo, naomba tuwe mashirikiano ili kudumisha amani na utulivu katika maeneo yetu. Asante. Hatua ya kwanza unajua Bolt ni kutoa elimu. Wale vijana pale wa kike takribani 33 tumewapa taaluma na kweli wamekiri walichokifanya sicho, kwa sababu unapokuja katika maeneo haya hata kama una birthday, lakini namna ya kucheza, namna ya kivazi haimaanishi kama ndani ya nyumba ambayo imetua fence maana yake ucheze ukiwa uko kama mnyama. Kwa hiyo tumewaonya na vijana wadogo, lakini pia nao wametoa salamu kwa wengine. Kwa hiyo hii ni taaluma itatosha kupeleka message kwa watu. Lakini pia ma DJ nao tumewakumbusha wajibu wao. DJ unatakiwa upige nyimbo zenye stara, lakini unapoona kwa mujibu wa baraza sanaa, unapokuwa uko kwa stage yako unapiga ngoma na ukiona watu wanacheza uchi, maana yake unatakiwa kuzima mziki ili uweke nidhamu katika eneo hilo pale. Kwa hiyo nao ma DJ tumewashikilia na wao tutakuwa nao, lakini na mama ambaye mwenye kulisababisha hili ambaye ni birthday yake na tumemshikilia kwa muda kwa kupata mashirikiano tuone hatua vipi. Lakini kubwa mnamo majira ya saa 10 za alfajiri tulipokea simu kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Kusini Unguja kwamba kuna vijana waliotoka katika shehia mbalimbali katika mkoa wa Mjini Magharibi wamekuja katika wilaya ya Paje, shehia ya Paje, wilaya ya Kusini, shehia ya Paje kwa ajili ya kufanya shughuli ya birthday katika eneo ambalo hili baadhi ya maafisa wakishirikiana na jeshi la polisi, maafisa utamaduni waliingia katika eneo hili kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwa mujibu wa taratibu, na wakagundua kuna shughuli za burudani, kuna ma DJ wakipiga mziki humu, lakini pia kuna vijana wale ambao wametoka kule mjini wakicheza katika michezo ambayo tunaikataza kwa sababu ilikuwa imekengeuka mila, maadili na desturi zetu. Vijana hawa wanasema kwamba walikuwa wanafanya birthday, lakini tulipobaini kulikuwa kuna mambo ambayo ni mengi yaliyokuwa kinyume cha utaratibu. Eneo hili si eneo maalumu lililojengwa kwa ajili ya shughuli za burudani, lakini utaratibu wa sheha kupokea na kupata taarifa kwamba kuna vijana wataingia katika eneo hili haukufuatwa. Kibali maalum cha kufanya hiyo birthday pia haikufanikana, lakini hata kundi la DJ nalo kwa mujibu wa taratibu sisi baraza la sanaa limekengeuka miongozo. Kwa mantiki hiyo tulipaswa kwa pamoja ama tulilazimika mimi na mkuu wa wilaya ya Kusini kufika katika eneo hili tukiongozana na maafisa mbalimbali akiwemo shehia wa shehia Paje ili kuchukua hatua. Katika hatua tulizozichukua, moja ni kwamba tumefika katika eneo na kutaka kuona hasika, lakini naona wametukimbia mpaka muda huu bado hajafanikiwa kwa tafuta, lakini naona jeshi la polisi tayari wameshapokea taarifa, watamtafuta mmiliki wa eneo ili kupata kumwelekeza na ikibidi kumchukulia hatua kwa mujibu wa taratibu. Lakini vijana wale tayari mkuu wa wilaya ameshawatolea maelekezo na taratibu nyingine zinaendelea katika kituo cha polisi Paje. Lakini kundi la ma DJ tumedhibiti vifaa vyao na sasa tunakwenda kuvizuia katika siku ambazo tunasema hatuwezi kujua lini tutaviachia, lakini misingi na kanuni tutazingatia. Kwamba kuna vijana au wananchi wa Zanzibar wanafanya shughuli zao huku, wamefanya shughuli zao jana usiku kinyume na utaratibu.
wa mila, silka, desturi na utamaduni wa Mzanzibari. Idara ya utamaduni imekuwa ikizungumza sana ishu hizi za kufanya shughuli lazima zifuate taratibu ya mila, silka, desturi na tamaduni zetu. Wazanzibari tuna utamaduni wetu, tuna mila zetu, tuna silka zetu. Kwa hiyo tufuate taratibu zetu ambazo tumewekewa kwa mujibu wa sera lakini na maelekezo. Hii itatufanya kwamba tufanye kazi zetu, tufanye shughuli zetu bila ya taharuki, bila ya shida yoyote. Tukienda kufuatilia utaratibu wote mzima, kuwa na vibali vinavyotuongoza, lakini kuwa na maelekezo ambayo tumepewa na waheshimiwa wakuu wa wilaya. Kwa wilaya ya Mjini tumekuja kufanya sherehe katika shehia ya Paje bila kufuata taratibu zilizowekwa na shehia hiyo. 1, sikukata kibali. 2, kupitiliza kwa muda. 3, kucheza ngoma, kutokuwa na vigezo sahihi vya mavazi, kinyume na maadili yaliyowekwa na serikali. Naomba msamaha kwa mkuu wa wilaya. Hili ni funzo kutoka kwetu sisi na kwa wenzetu, na tutakuwa ni miongoni mwa wenzetu kuwafundisha kilichotukuta sisi. Kwa naomba mkuu wa wilaya utusamehe kwa sote, hatutarejea tena.